Oya, unatoa simu au niende kwa walimu nikasema kwamba unatumia simu alafu na unafika bweni kwetu kuturekodi video za uchi? Oh, nisikie wewe. Ikijulikana hapa shuleni kwa mimi natumia simu, hii video itasambaa. Eti unaweza ukanipa sababu za kisayansi hivi ni kwa nini ukirusha kitu juu kinashuka chini? Kwa mfano kama nilivyorusha hiyo peni hapo, nimerusha juu na imedondoka hapo chini. Naona kwa sababu ni kizito. Kizito? Mbona karatasi ni jepesi lakini likienda juu inashuka chini? Hebu tumuulize teacher wewe. Sama Chumbe. Samani. Shikamoo. Marhaba. Shikamoo. Marhaba. Samani, tulikuwa hapa tuna swali, ilikuwa inasema hivi ni kwa nini ukirusha kitu chochote juu huwa kinarudi chini, haijalishi ni kizito ama chepesi? Hii inatokana na nguvu ya mvutano ambao upo, na ndio maana hata kitu chepesi ukikirusha juu lazima kishuke chini. Kisayansi kweli. Sawa. Naomba nilijibie hilo. Usimsumbue sana mwalimu kwa sababu na mimi pia nauelewa nao. Mimi ndio mtoto kautaka. Sema nikupe nini ili hizo video sizisambaze. Oya Gigi, unazingua mwanangu. Hisia zako ndo zikupelekesha hivyo? Vijana warefu kama hawa sijawapata muda sana. Na jinsi ulivyozubaa na imani utaenjoy. Ila nakupa usizisambaze hizo video. Sawa. Basi twende chooni. Mwanangu Gigi, unazingua. Alafu mimi sio mwanako tena, jikatae. Kuna force ambayo inavuta kitu chini. Na hiyo force inaitwa gravitational force. Is a force which pulls an object downward. Hiyo ndo sababu ya kisayansi ambayo inafanya kitu kikirusha juu kinashuka chini. Yeah. Hakuna kwa nini ndege ni nzito lakini kiwangana idondoke chini? Okay. Unajua ndege ni tofauti na object zingine. Ndege ni tofauti na jiwe au hata peni au karatasi. Ndege imetengenezwa kisayansi. Umeona? Na imetengenezewa nguvu maalum zinazoifanya ikae juu na isidondoke chini kama ambavyo jiwe linadondoka. Na hizo nguvu, mojawapo ya hizo nguvu ni rift. Rift ni nguvu kubwa kabisa ya ndege kwa sababu hiyo ndio inayofanya ndege inafanyeje? Inapaa juu. Yaani ni nguvu ambayo inainyanyua ndege kwenda juu. Tunaona ndege imetengenezwa na mabawa Yale mabawa kazi yake ni kukata upepo. Kwa hiyo sasa kipindi ambacho mabawa yanakata upepo yanatengenezea nguvu ndege ya kufanyeje? Ya kupaa angani. Lakini kuna nguvu nyingine ambayo inaitwa upthrust. Hiyo ni nguvu ambayo ya engine ya ndege kusukuma mbele. Ndege engine yake ina kawaida ya kusukuma wapi? Mbele. Kwa hiyo sasa wakati ambao engine ya ndege inaisukuma ndege kwenda mbele, na kipindi hicho hicho mabawa yanakuwa yanakata nini? Yanakata upepo. Kwa hiyo sasa inaifanya ndege kipindi ambacho inaenda juu, engine inasukuma mbele, ndege inaenda juu na inaenda mbele. Kwa hiyo ndio maana inafanyaje? Inakaa juu, haidondoki kama jiwe ambavyo linaweza kudondoka. Yeah. Kwenye hivyo vya wanafunzi tunaweza tukashikwa. Kumbe wa mshamba Yaani nilikuwa mjanja, kumbe hebu twende baba. Alafu mimi nilikuwa na swali la biology hapa pia ilikuwa inanisumbua. Kwamba nilikuwa naomba nipe tofauti kati ya photosynthesis na respiration. Okay. Unajua photosynthesis is a process in which green plant generate its own food. Ni kile kitendo tu cha mmea kujitengenezea chakula chake wenyewe. Lakini respiration is the process of exchange of gases through respiratory system. Yaani ni kile kitendo cha mbadilishano wa nini? Wa hewa, lakini kupitia respiratory system. Ukija kwenye hiyo tofauti yako kwamba tofauti ya photosynthesis na respiration, tunarudi pale pale kwamba
kwenye photosynthesis it occurs only in plant, lakini respiration occurs only in animals. Umeona? Lakini pia ukija kwenye tofauti nyingine ni kwamba during the process of photosynthesis, green plant take in carbon dioxide as a fresh air and take out oxygen gas as a dust. Hivyo kwenye animal pia, during the process of respiration, animal take in oxygen gas as a fresh air and take out carbon dioxide as a dust. Kwa hiyo sasa kuna mbadilishano wa hewa pia kati ya mimea na binadamu labda au na wanyama, na ndio maana kisayansi kabisa tunashauriwa sana tukae chini ya nini? Chini ya miti, kutokana na huo mbadilishano wa nini? Mbadilishano wa hewa, kwamba ile hewa chafu kwa mmea ni hewa nzuri kwa nani? Kwa binadamu au kwa mnyama yoyote. Ndio hivyo. Asante. Hapo. Oya, nani sasa kabeba mboga wazee? Oya, wewe ndio ulikuwa wa mwisho na tulijua ndio utabeba mboga. Mshazingua wanangu. Sikia binti ya kimaskini, nimeacha trunk yangu wazi, mafuta yangu hayapo. Bila shaka umechukua wewe, maana issue hakuna mtu maskini kama wewe, sawa? Au unafurahi unapopoka pauka na kuwa alafu kama wewe ndio furaha yako, si ndio? Sikia, tumekaa kikao kwa uwe nini? Uje tunakubonda, tunakubaruza, nakwambia. Sitaki ja. Halafu ni hapa shuleni mnanichukuliaje mimi? Walimu waninyanyasi na nyinyi wanafunzi wenzangu mninyanyasi. Hilo likoje? Sitaki. Naomba achana kabisa na mimi. Wewe mbona unaniacha? Oya wauni, tumeiona tujaiona? Tumeiona. Ili tusisambaze Na sisi mpaka tuichape. Acha kuditirisha huruma mama, sawa? Nataka mafuta yangu Nani mwingine atakuwa amechukua zaidi yako wewe? Wewe unashindwa, yani issue anakosa hata kunywela mafuta ni wewe. Nataka mafuta yangu. Uje kule bwenini nakwambia nakubonda. Umesikia wewe? Na ukija uje na mafuta, la sivyo nakubamiza. Nimeshakwambia sitaki. Sitaki ukorofi na wewe. Naomba uniache kama nilivyo. Sawa? Vinginevyo tutaonana wabaya. Wewe utanifanya nini wewe? Unanitisha au? Utanifanya nini nakuuliza? Oya sikia, nakusubiri. Kwenda zako kule. Kojani sio wananichukuliaje? Hivi Brother Stone, inasemekana kwamba binadamu wa kwanza alikuwa ni sokwe. Hivi ni kweli au la? Naomba na mimi nikuulize swali kwanza kabla sije kujibu swali lako, kwa sababu swali lako ni la kihistoria, lakini naomba mimi nikuulize swali ambalo lina uhalisia wa maisha ya sasa. Mtu baada ya kugundua kwamba binadamu wa kwanza alitokana na sokwe, inamsaidia nini kwenye maisha yake ya kawaida? Kikweli ina msaada wowote ule. Hakuna kinachomsaidia Hapo ndo unapokuja kugundua kwamba elimu yetu sisi ya Kitanzania, yani wakati elimu za wazungu zinawafundisha watoto namna mpya ya kutumia teknolojia kwenye elimu yao, labda kutumia AI kwenye masomo yao, namna ya kubuni vitu vipya, sisi elimu yetu inatufundisha binadamu wa kwanza alitokana na nini? Na sokwe, ambayo haitusaidii kitu chochote baada ya sisi kumaliza nini? Shule. Sijui umenielewa. Hebu fikiria.
Biblia inatuambia binadamu wa kwanza alitokana na Adam na Eva, si ndio hivi? Lakini historia inatuambia binadamu wa kwanza alitokana na sokwe. Historia hiyo hiyo inatuambia huku dini ilikuja kuenezwa na nani? Na wamisionari, si ndio hivi? Na wamisionari walieneza dini kwa kutumia Biblia ambayo inatuambia binadamu wa kwanza alitokana na Adam na nani? Na Eva, si ndio hivi? Umeona jinsi mzunguko ambavyo unatuchanganya. Kwa hiyo sasa elimu, mfumo wetu wa elimu unaturudisha nyuma, lakini mfumo wa kimaisha uko mbele sana. Sijui unanielewa? Nimesikia pigo zao za kishamba huko ndani. Rafiki yangu uko wapi? Oya, kaza mwanangu, kaza. Tulitakiwa tujifunze vitu ambavyo vipo saa hizi na vinaendana na nini? Na dunia. Sikosoe mfumo wa elimu, lakini hiki tunachojifunza sisi hapa shuleni sidhani kama kinaenda kutusaidia sana mtaani. Sijui umenielewa mzee? Tusome tu kwa ajili ya kufaulu mitihani, lakini sioni kama binadamu ametokana na sokwe ina msaada wote kwenye maisha ya mwanadamu baada ya kumaliza shule. Sahihi. Wewe unapo mbali sana. Sema nini mzee? Ngoja mimi niende darasani nikaendelee kusoma mambo ya kikoloni kidogo. Unaelewa? Basi hamna noma sasa. Nawaza ni mpopo mbali sana. Jose, nimeona leo nikwambie tu ukweli. Kwa kusema ukweli, nampenda sana Stone. Kwa hiyo nilikuwa naomba nenda ukamwambia Stone kwamba nampenda sana. Kila nikimuona Stone nazidi kuchanganyikiwa, nashindwa kuzuia hisia zangu kwake. Hivyo nampenda sana. Tafadhali Jose, fanya hivyo, maana kila nikijaribu kumfuata nashindwa kabisa na haonyeshi kunijali. Kwa hiyo tafadhali Jose, naomba uende ukamwambie. Mtu ana bahati huyu. Hadi kwa sokoni sukuma pale. Ningeua huyo. Afu jamaa wangu vipi, una shida gani wewe mwanangu? Wewe mwanangu dakika 2 mwanangu na huyo jamaa oa. Wewe una matatizo mwanangu. Ila sema nini? Kulialia huko ndo kulizingua. Kosa kulia wewe. Ningeshamtoa utumbo. Au sio? Jinsi mnajikuta hauni. Fresh wanangu, tutamalizana. Washamba nyie. Nitakuvuta wewe. Wewe mwanangu. Wewe kaza. Ai baby ndayakapi. Wanafunzi ni watukutu sana shuleni. Hakuna mambumbumbu na majinias. Wachache wanaoiwaza kesho yao na wengine wanaiharibu wenyewe.